Kumbuka kisa sahabi moja radhiallahu anhu shamrisho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamba fimbo, asema fimbo hii kaa naye siku kiyama, mimi takutambua kwa fimbo hii. Sahabi kafanya nini? Mtume siku moja kamita, sema yuko mtu fulani amekusanya majeshi wa kabila nje ya Makka, anataka kumvamia mimi. Shabata wahi Mtume sallallahu alaihi wasallam, nani nataka huyu jamaa muue. Na huyu jamaa alikuwa sahabi, yuko shujai, haogopi, ndio radhiallahu anhu. Asema Mtume, mimi simjui jamaa, tamtambua vipi? Sema wewe kama utamwona utabata mwili yako itasimka, ujue wewe mwenyewe huyo. Asema mimi Mtume, mishango mimi mwili yangu hajisimka, wala mimi sigopi. Mishango sigopa mimi, kwanza Mungu amjalia sigopi. Ndio sio watu wengine shekhe wanaona karatasi kabisa tu mwili unasimka. Huyu jamaa yuko strong mashallah, haogopi chochote. Sasa wewe nenda safari hii utaona alama hii. Wasema nenda baki yake, ana farasi kabana farasi, sema natembea nimeona jamaa kweli, kawaita jeshi, kambi ya jeshi. Nimeona kwa mbali, asema kama kilomita, nusu kilomita takriban. Ndio nimeona sema ni al-asr, jua tazama, yani namize sala asr. Nimeingia sala asr, niko juu ya farasi wangu na farasi inatembea. Mbona vizuri? Ndio nimesala farasi nafanya hivi, yeye anafikiri kama mtu kachoka, kumbe anasali juu ya farasi. Asema nimekuja kwanza, nimeona tu mwili umesimka, baada mimi kuna mengia na sala, nimekuja kwake, nimetoa salamu kaina. Sasa wewe nani? Nasema mimi mtu kutoka kabila wa Arabu. Msikia wewe mkusanya jeshi hii utakupigana huyu Muhammad yuko Makka, na mimi nataka niko nawe, na mimi niko shujaa. Kafurahi jamaa, kana anaongea naye, ilikuwa kama asr na maghrib karibu. Sasa anasema nimeona yeye, nimkumbuka sala asr, nimewahi sala, umeona nimewahi sala, ndio nimesali, nimefika kwake sala nimemaliza, lakini raka mbili juu ya farasi. Asema bana, nimekana yeye amejua huyu mtu kweli huyu. Asema shangia giza, nimemchinja, nimemua pana kwa mlima kule, nimekaa nasikiza kina mama wanalia mpaka naona amekufa. Nimeenda kwa Mtume, Mtume kaniona, asema wallahi umeua, kabla hajafika kwa Mtume. Sasa Mtume akasema nakuwa zawadi, njoo. Kaingia naye chumbani, kama hii fimbo usiachana naye, siku kama nitakutambua kwa fimbo hii. Huyu sahaba amekufa na amezikwa na fimbo hii radhiallahu anhu warda.